nini hasa kimetokea, na wamejaribu kuchukua hatua zinazostahili. Lakini waziri mkuu wa Poland Donald Tusk yeye anasisitiza kwamba kitendo kile kilikuwa cha makusudi. Mzee Mtuli, mimi sidhani kama kitendo hicho kilikuwa cha makusudi. Hizo drone zimeingia kwa bahati mbaya. Tujue kitu kimoja, hivi sasa nchi za magharibi, nchi za Ulaya zimo katika juhudi za kutafuta pesa za kutosha kwa ajili ya ulinzi, na linapotokea tukio kama hilo, bila shaka wanalipigia debe sana, ili kuweza kuwaonesha wananchi wao kwa nini sasa wanahitaji fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi. Na kuja kwako Dr. Harrison, unadhani Moscow ina mkakati gani, na hasa baada ya kisa hiki? Tumemsikia Mzee Mtuli akianza kukifafanua. Tuliona ilianzisha luteka za kijeshi na Belarus, hatua ambayo ilisababisha Poland kufunga mipaka. Je, pengine ni ujumbe tu ilitaka kuupeleka sio tu kwa Poland lakini pia kwa Ukraine na washirika wake wa Ulaya na NATO? Nadhani Urusi, nakubaliana na kama alivyosema mwenzangu Bwana Mtulia kwamba mimi mwenyewe nahisi ilikuwa ni bahati mbaya, kwa sababu ukiangalia, hata ukijaribu kuingia kwenye viatu vya Urusi, kiukweli kama ingekuwa alifanya madhumuni ya kufanya hivyo, lingekuwa ni kosa kubwa sana la kimkakati, kwa sababu Urusi yenyewe inajua kabisa kwamba kupeleka drone kule kutafanya labda nchi za Ulaya, nchi za NATO zitataka kujiimarisha zaidi na kuweza kuimarisha bajeti zao na kupeleka majeshi karibu na Urusi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho Urusi ingekiona. Kwa hiyo mimi mwenyewe nakubaliana kabisa kwamba lilikuwa ni swala la bahati mbaya, na mkakati wa Urusi nadhani kama tunavyofahamu ni kwamba Urusi inataka kumaliza mgogoro huu, lakini inataka kumaliza chanzo cha mgogoro huu. Kwa hiyo na chanzo chake ni kufanya kwamba Ukraine isitake kuingia katika jeshi la NATO, kwa sababu Urusi yeye inaogopa kuwa nchi kama Ukraine ambayo ipo karibu nayo kuwa ndani ya jeshi la NATO, kwa sababu hiyo, kutokana na Urusi, ni swala ambalo linaweka usalama wake kwenye uwalakini. Kwa hiyo huo ndio mkakati wa Urusi zaidi, na ndio maana tumeona kwamba hata baada ya kufanya mazungumzo na Donald Trump, Urusi imekuwa ikiendelea kufanya mashambulizi na imekuwa ikilaumu nchi za Ulaya kwa kufanya kwamba majadiliano yanayoendelea sasa hivi kuhusu amani ya Ukraine kutoimarika, kwa sababu nchi za Ulaya zenyewe zinataka, kama alivyosema ndugu yangu Mtuli hapo, kwamba zinataka mgogoro huu uendelee, zinataka raia wao waendelee kukubali hizo fedha ambazo zinapelekwa katika bajeti za ulinzi. Kwa hiyo na nchi za Ulaya zinatumia mgogoro huu pia kutaka Marekani iendelee kubaki katika ulinzi wa Ulaya. Tunajua kabisa kwamba serikali ya sasa hivi ya Donald Trump inataka kujitoa kidogo kwenye kuilinda Ulaya, ikitaka Ulaya iendelee kujilinda yenyewe, lakini tunaona nchi za Ulaya zinatumia pia mgogoro huu wa Ukraine kutaka kuifanya Marekani iendelee kubaki. Kwa hiyo chochote kinachoweza kutokea, hata kama ni bahati mbaya kama hivyo drones zilivyoonekana zimetumia swala hilo kufanya labda kutaka Marekani endelee kubaki katika ulinzi wa Ukraine na kuweka ulinzi wa pamoja wa anga. Na kwa mtizamo wako, narudi kwako Mzee Mtulia, unadhani kwa nini Trump amebadilisha kauli ya kutoka kusuluhisha mzozo kwa masaa 24 hadi kukiri kwamba huu pengine utakuwa ni mzozo mgumu zaidi kusuluhisha? Ni mgogoro mgumu kwa sababu kila upande una maslahi yake, kama alivyosema hapo mwenzangu Mirima, kwamba inabidi kitu cha kwanza Urusi inataka ihakikishiwe ni kwamba Ukraine haingii katika jumuiya ya NATO, kwa sababu uwepo wa NATO karibu na mipaka ya Urusi itakuwa jambo la wasiwasi mkubwa, itakuwa jambo la mvutano mkubwa kati ya Urusi na nchi za NATO. Na lazima tukumbuke au tuangalie kwa makini hapa kwamba kitu ambacho Warusi wanakizungumzia ni kitu chenye manufaa, kama watu watanielewa vizuri, ni kitu chenye manufaa kwa Ulaya na kwa dunia nzima. Hebu jaribu kuangalia endapo Ukraine imeingizwa katika NATO, na unajua nchi hizi za Ulaya Mashariki bado zina dukuduku na Urusi, na sidhani kama itakuwa vigumu
kwa nchi kama Ukraine kujaribu kuichokoza Urusi. Na kama ikiwa itaichokoza Urusi, unajua majibu yake yatakuwa vipi? Tunaweza tukawa na balaa kubwa zaidi duniani kote. Lakini nabaki hapo hapo, ni kama diplomasia haionyeshi matumaini, mzee Mtulia, hasa kwa kuzingatia hii mikutano miwili mikutano ambayo tayari amefanya Trump na Putin na Zelensky, ukiwa bado hakuna matumaini. Masharti yanaonekana ni magumu kwa upande wa Ukraine. Putin naye amesimamia masharti yake ili kufikia amani. Unadhani pengine diplomasia ina nafasi kwa kifupi? Masharti ni magumu kutoka pande zote mbili. Kama Urusi inasema Ukraine isiingie NATO, na Ukraine inasema inahitaji sehemu zote ambazo zinakaliwa hivi sasa na Urusi zirejeshwe kwa Ukraine. Sasa hili tatizo litatatuliwa vipi? Na hapo ndipo ambapo nafikiri bwana Trump, Rais Trump wa Marekani, ameona ugumu katika kutatua mgogoro huu, kwa sababu hapo awali alifikiria kwamba angetoa kauli tu basi ingewezekana kwa pande mbili hizo kusimamisha mapigano. Tuna wasikilizaji wetu pia ambao wana maswali mawili matatu, ningependa pia watolee ufafanuzi kidogo. Saumu, wanasemaje? Wengi wanafuatilia tu kile kinachozungumzwa na wachambuzi, lakini kuna mmoja hapa amesema kwamba kwa nini Rais Donald Trump, kama ameshaona ni ngumu kwake kwa siku 100 kuweza kusimamisha mgogoro huo, kwa nini hashirikiani na Umoja wa Ulaya katika kuiwekea vikwazo Urusi ili kuishinikiza lau kusitisha vita? Pamoja na msikilizaji wetu, hili la vikwazo, tayari kumekuwa na awamu kadha za vikwazo. Trump alishampa Putin siku 50 akitaka kuacha vita nchini Ukraine, na pia ameahidi kuleta vikwazo kwa mara nyingine. Lakini hizi kauli za Trump, nikija kwako Harrison, kwa kifupi tafadhali, muda umeenda, zinaweza kuleta matumaini hivi karibuni ama baadaye? Tatizo kauli za Trump naye hazieleweki. Kuna saa zinakuwa kama zinaleta matumaini, lakini saa nyingine kama hazileti matumaini, kwa sababu ukiangalia Trump anaonekana anataka kufanya kudili na huu mgogoro kwa kuangalia ile root cause, kwamba chanzo muhimu cha mgogoro huu. Na baada ya ule mkutano wa Alaska, tunakumbuka kabisa kwamba Trump alikubaliana na Putin na kusema kwamba inabidi tuangalie chanzo cha mgogoro huu. Ameelewa. Lakini sasa saa nyingine akikaa na washirika wake wa Ulaya, unakuta Trump anatoa kauli ambazo unasema sasa huyu ni yule ambaye alitoa kauli za mwanzo au ni mwingine? Kwa hiyo Trump ni mtu ambaye haeleweki, lakini ukiangalia vizuri unaona kabisa ni Trump anaweza akatatua mgogoro huu, ila sasa anavyoendelea kuwasikiliza hawa viongozi wa Ulaya ambao ni kama wanataka mgogoro huu uendelee, inaonekana kabisa kwamba utakuwa mgumu sana. Na tatizo ni kwamba kilichopo hapa ni kwamba wasipoweza kutatua mgogoro huu kidiplomasia, ina maana mgogoro huu utatatuliwa katika uwanja wa vita. Na tunaona kabisa Urusi ipo tayari, na inaonekana kabisa Urusi ipo kama inaelekea kwenye ushindi. Na sasa kinachofuata hapo ni kwamba watu wangapi wataendelea kufa zaidi mpaka mgogoro huu utakapotatuliwa katika uwanja wa vita. Kwa haya yanayoendelea, kwa sekunde tafadhali, kwa haya yanayoendelea, vita hivi vinaelekea wapi, mzee Mtulia? Bado mapigano yataendelea kwa muda, lakini inavyoelekea hivi sasa nafikiri hata hizi nchi za Ulaya zimeshaanza kuelewa mwisho wake utakuwaje. Na Dr. Harrison? Nadhani kwa jinsi inavyoonekana ni kwamba hili swali kama nilivyosema hapo awali litamaliza katika uwanja wa vita, na tunachoona sasa hivi hapa ni nchi za Ulaya hazitaki kukubali Urusi ishinde. Kwa hiyo na hazitaki kukubali kwamba makosa kwamba zilikosea hapo awali kupelekea mpaka mgogoro huu kufikia hapo, alishindwa kutatua mapema. Kwa hiyo kutokana na hayo, mgogoro huu nadhani utamalizika katika uwanja wa vita. Ninakushukuru sana Abdu Mtulia, ninakushukuru sana Dr. Harrison Mwilima na wote ambao tumeshirikiana kwenye mjadala huu. Ndivyo tunavyohitimisha, lakini endelea kuwa nasi. Haya, asante sana Mtono hapo kwenye mduara mzima. Tupo